Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia anika mavuno, ziara Urusi, ajira kuzalishwa, vipengele 8 dira 2050 kupigwa jeki, afafanua Tanzania kutofungamana na upande wowote. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 18. Putin aitaja Tanzania kitovu cha uchumi wa Afrika Mashariki, habari katika ukurasa wa 3. Ubalozi wa jizatiti kongamano la Kiswahili Ufaransa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Msaada wa kisheria kuboreshwa magerezani, habari katika ukurasa wa 15. Serikali yataka ufuatiliaji rushwa watumishi wa umma. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Ziara Urusi yaonesha diplomasia uhuru, dira maendeleo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Mwigulu amuru mama apewe mwanawe, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Afungwa maisha kwa kulawiti. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mtoto wa Lissu atua bunge la Marekani, aenda kutoa ushuhuda mbele ya maofisa wa Senate na Congress kuhusu athari ambazo familia yake imezipata kutokana na harakati za kisiasa za baba yake. Tundu Lissu aeleza maumivu ya shambulizi, kifungo, utengano wa familia na masuala ya haki za binadamu. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Habari picha inamuonesha Agustino Lissu. Mwigulu, sheria ya maadili irekebishwe ing'ate wote, habari katika ukurasa wa 4. Dar es Salaam, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itafanya marekebisho sheria ili kuimarisha uwajibikaji kwa utumishi wa umma katika ngazi zote ili kuwabana wale ambao hawaguswi na mifumo ya uwajibikaji. Bandari kavu, madereva kusikilizia mchongo, chanzo foleni da, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Ndugu ya dereva Yese Mapendano ikisema ili upate mzigo wakati mwingine unalazimika kubaki karibu na eneo la upakiaji. Magari mengi yanakuwa yameegeshwa hapa yakisubiri mchongo wa mzigo, ndio maana unaona yamejaa barabarani. Mitazamo tofauti ya agizo la mabasi kutoingia stendi, habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika operation kudhibiti kelele yaanza Kariakoo, habari katika ukurasa wa 2. Chongolo au bana wanunuzi wa mazao, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Tunatazama sasa gazeti Nipashe ya Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni maziwa, nyama ya kuku vyabainika mabaki ya dawa,
wataalamu waonya madhara yake kwenye figo, ini na usugu wa vimelea dhidi ya dawa. Habari katika ukurasa wa pili. 75 mbaroni kwa tuhuma za kuwapiga kwa jeruhi viongozi wa serikali. Habari katika ukurasa wa 5. Serikali yafafanua sakata la wakazi wa Sinza kuhamishwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Kihongosi atamani mdahalo na vigogo wa Chadema. Habari katika ukurasa wa 3. Taasisi ya Mwalimu Nyerere yataja chanzo cha ufisadi nchini. Habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tunatazama sasa gazeti Mzalendo lenye habari iliyopewa kipaumbele. Ziara ya Rais Samia, yajayo yanafurahisha. Profesa Kombo aeleza namna wawekezaji walivyovutiwa na fursa za nchini. Nukuu ya Waziri Profesa Kitila Mkumbo akisema ziara hiyo ni muhimu kwani imewakutanisha wababe wa uchumi duniani. Hivyo Rais Dr. Samia kupata nafasi ya kutoa hotuba ni jambo kubwa. Amezungumza vizuri na kuiuza Tanzania. Nukuu ya Waziri Mahmoud Thabit Kombo ikisema Tanzania imepata manufaa mbalimbali kupitia ziara hiyo, zikiwamo fursa za ufadhili wa elimu, utalii, kilimo, chanjo za mifugo, uwekezaji katika viwanda vya mbolea, uvuvi na kilimo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Mwigulu agiza uchunguzi makusanyo ya maegesho. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Kihongosi awabangalizo vijana wasibebe ajenda ovu. Habari katika ukurasa wa 4. Karibu nyumbani. Habari picha inamuonesha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akisalimiana na makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi na katibu mkuu CCM Dr. Asha Rose Migiro alipowasili uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere jana baada ya kuhitimisha ziara yake ya kitaifa nchini Urusi kwa mwaliko wa rais wa nchi hiyo Vladimir Putin. Wanadiplomasia wafunguka faida ya ziara ya Rais Samia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na wazi lenye Jumapili ya leo limeandika jukwaa la uwekezaji na fursa kwa Wazanzibari. Dr. Mwinyi, mkurugenzi ZFDA atahadharisha matumizi ya chakula kisicho salama. Habari katika ukurasa wa pili. Xi Jinping kuzuru Korea Kaskazini kesho. Habari katika ukurasa wa 9. Dr. Samia ainadi Tanzania jukwaa la SPIEF. Habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na wazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Diarra Kamara wavuta mamilioni, Faisal achomoza, Azam ikijiandaa kuvuta mzigo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ijayo ni Mashujaa dhidi ya Yanga Sports Club Lake Tanganyika Juni 13 ligi kuu Tanzania bara. Habari picha ikimuonesha Musa Pimpin Kamara pamoja na Djigui Diarra, huku Faisal Salum akiwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Knicks hatua mbili ubingwa NBA. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Hukumu Perez Riquelme Madrid. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Harmonize hadoi kiki kwa Monde. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Kirafiki leo Jumapili ni Kenya dhidi ya Lesotho saa 10 jioni, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Zimebaki siku 4 kabla ya kombe la dunia. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika Simba lazima kieleweke taji ligi kuu shirikisho. Timu ya Simba imesema imejipanga kutwaa mojawapo kati ya taji la ligi kuu Tanzania bara na kombe la shirikisho la CRDB msimu huu. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Twiga Stars yajipima kwa mafanikio. Serengeti Boys yawaza kombe la dunia. Habari katika kurasa za ndani. Davido kutumbuiza kombe la dunia. Habari katika ukurasa 21. Fally Ipupa aonesha hisia kupewa tuzo ya juu ya DRC. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Lakini pia gazeti hili limeandika beki timu ya taifa soka la wanawake Twiga Stars Julieta Singano kushoto agewania mpira na mshambuliaji wa timu ya Malawi Zescoaches Tabita Chawinga katika mchezo wa kirafiki wa kimataifa kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam jana. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Mzalendo lenye habari za michezo na burudani. Limeandika Mwinjuma ampigia saluti Rais Samia, ndugu yake ikisema ninaomba wananchi na wapenda michezo kutunza miundombinu na kuepuka uharibifu wa viwanja vyetu
viwe endelevu. Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Hamisi Mwinjuma Bwana FA. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 19. Julio aigeuzia kibao Yanga, habari katika ukurasa wa 19. Simba yapata pigo, habari katika ukurasa wa 19. Kocha Serengeti Boys, macho yote kombe la dunia, habari katika ukurasa wa 19. Real Madrid yatikisa Perez Kweme, kazi ipo leo, habari katika ukurasa wa 11. Timu 4 zinazorudi kombe la dunia, habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Kama cha kuogelea kicheko, habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo katika ukurasa wake wa mbele. Na gazeti Mzalendo nakamilisha udukuzi hapa toka Zamani TV.